anawapenda, ya kwamba jinsi ulivyo Mungu anakupenda sana, na ndiyo kwa maana alimtoa mwana wake Yesu ili afe, ndio siku ya leo utakapomwamini ukafanyika mwana wa Mungu, ukafanyika mwenye haki. Kwa hivyo tuna habari njema, kabla haujaelekea kazini ama kabla haujaenda shuleni, tuna habari njema kwako wewe unayenisikia, ya kwamba Bwana anakupenda. Mungu aliyekuumba anakupenda sana, anakujali. Ndio kwa maana amekuamsha siku ya leo na amekupa uhai, amekupa afya njema. Kwa hivyo ninapokuambia kwamba anakupenda, usione kana kwamba nakuchocha. Nakuambia ukweli ya kwamba anakupenda. Asingekupenda haungeamka siku ya leo. Umeamka kwa sababu anakupenda, na anakuuliza ya kwamba ukampa maisha yako ili aweze kukutawala, na ile kusudi ilifanya akuumbe iweze kutimia, kwa sababu Mungu alituumba ili tupate kuonyeshana utukufu wake, na huo utukufu tunaonyeshana tunapomwamini Yesu, kwa sababu Mungu ametupa uhuru wa kuchagua uhai ama kuchagua mauti. Biblia inasema ya kwamba siku ya leo nimeiweka kati yenu mauti na uhai, kwa hivyo chagueni uhai. Nayo Biblia inasema ya kwamba kumjua Yesu ndiyo uzima wa milele, ya kwamba siku ya leo ukimwamini Yesu utapata uzima wa milele. Na labda unashangaa, huu uzima wa milele ni upi? Huu uzima wa milele ni maisha unayopata unapompokea Yesu, ya kwamba hata utakapotoka humu duniani katika ile siku ya hukumu, wewe hautahukumiwa, kwa sababu maandiko inasema ya kwamba katika Yesu, aliye katika Yesu hajahukumiwa, lakini ambaye hajamwamini Yesu amehukumiwa. Na tunamjua mmoja ambaye amekwisha hukumiwa, naye ni Shetani. Kwa hivyo usijiweke katika hesabu moja na Shetani, kwa sababu Shetani amekwisha hukumiwa. Lakini unayo nafasi siku ya leo ya kutengeneza maisha yako kwa kumpatia Yesu maisha yako. Wajua kuna watu wanaotuambia kwamba tulete mbuzi ili tupate kuondolewa makosa. Mimi nimekuletea habari ya kukuambia aliyeumba zile kondoo, aliyeumba zile mbuzi, alimtoa mwana wake wa pekee ili siku ya leo umwamini. Kumwamini hakutakugharimu lolote. To believe in Jesus does not cost you anything. To believe in Jesus does not require you to go specific place. Inakuhitaji tu muamini. Ukiwa hapo ulipo, uamini hii habari ninayokuhubiria, ya kwamba Mungu anakupenda, ya kwamba sadaka aliyoitoa ya Yesu Kristo imetosha. Yohana Mbatizaji alipomuona Yesu hakusema hebu tazama my cousin, hakusema hebu muone kazini yangu anakuja, lakini alisema muone mwana kondoo, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hata siku ya leo labda umeambiwa ya kwamba Yesu ni mwana wa Maria, lakini sisi tumekuja kukuambia kwamba Yesu ndiye pekee anayeokoa, ndiye pekee anayekomboa, ndiye pekee anayeondoa dhambi. Habari yetu siku ya leo si kukuambia uachane na dhambi. Hiyo Yesu atadili nayo utakapomwamini. Labda unashangaa utawezaje kuokoka, utawezaje kuishi maisha ya wokovu. Hatukwambii utumii nguvu zako, tunakuambia njoo. Maandiko yanasema ya kwamba come as you are, njoo jinsi ulivyo. Hata kama dhambi zako ni nyekundu, Yesu ataziosha na zikuwe nyeupe. Kwa hivyo siku ya leo hii habari ni habari ambayo inakuletea amani. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu ndiye mfalme wa amani. Huko unakotafuta amani, bila Yesu hauwezi kuipata. Tumekuletea suluhisho ya amani yako asubuhi ya leo, ya kwamba ukakiri kwa ulimi wako ya kwamba Yesu ni Bwana. Na utakapokiri kwa ulimi wako, Biblia inasema ya kwamba wokovu huja kwa kuamini. Wokovu huja kwa kukiri kwa ulimi wako ya kwamba Yesu ni Bwana. That is the only way to receive salvation.
to believe in Jesus Christ and to confess that He is the Lord over your life. And so it is very simple. You can receive eternal life while you are standing there. It will take a minute. You just say, Lord Jesus, I receive this salvation. I confess with my mouth and I believe with my heart that you are Lord. Biblia inasema katika Luka 6:16 ya kwamba yeyote aliyejenga nyumba yake katika msingi wa mchanga, hiyo nyumba itaporomoka. Lakini yeyote ambaye amejenga katika mwamba, ile nyumba haitaporomoka. Mawimbi yatakuja, lakini ile nyumba itasimama. Naye mwamba ulio imara ni Yesu Kristo. Jesus is the rock, and that is the rock that we have presented to you this morning. Ya kwamba ukajenga imani yako katika Kristo, ya kwamba ukajenga kazi yako katika Yesu, ya kwamba ukajenga jamii yako katika Yesu. Maanake mawimbi yatakapokuja, nyumba yako itasimama. Watu wajenzi wanaojenga manyumba, wanapotaka kujenga nyumba iliyo thabiti, lazima wachimbe hadi wafikie jiwe. Na siku ya leo kuna jiwe ambalo limesimamishwa, nalo ni jiwe la pembeni. Jina lake ni Yesu Kristo. Wakati utakapoweka tumaini kwake, hautatingizika. You will not be shaken. Ninakuhubiria kwa sababu mimi nimeshuhudia uaminifu wake. Mimi nimeshuhudia ya kwamba yeye ndiye Kristo. Ya kwamba siku ya leo nina ujasiri nikisema ya kwamba Yesu ndiye mwamba imara usiotingizika. Unapoweka maisha yako katika kazi yako, huo msingi unaweza tingizika. Unapoweka maisha yako katika wanadamu, hiyo ni misingi inayoweza kutetemeka. Hiyo ni misingi ambayo si thabiti. Lakini kuna msingi thabiti, naye ni Yesu Kristo. And all that you need is to believe in Him and to confess with your mouth that He is Lord. Nao watu wakamjia Yesu na kumuuliza, tutafanya matendo gani ili tuweze kumfurahisha Mungu? Naye Yesu akawaambia kwamba linalohitajika ni kumwamini yeye aliyemtuma, naye ni Yesu Kristo. Hata siku ya leo unauliza, ni matendo gani nitakayofanya ili kumpendeza Yesu? Nalo suluhisho ni moja tu: kuamini Kristo, kuamini Yesu ambaye Mungu alimtuma. Kwa hivyo uko mahala pale, unaelekea kazini. Je, tumaini lako liko katika mshahara utakaopata? Ama tumaini lako liko katika marafiki wanaokuzunguka? Huo ni msingi unaotingisika. Huo ni msingi ambao si imara. Weka imani yako kwa Yesu and you will not regret. Ninakupa thibitisho ya kwamba Yesu hata kuangusha, ya kwamba Jesus will never fail you. Put your trust in Jesus. He is the solid rock, the rock on which we stand. Siku ya leo, wajua watawala wa ulimwengu. Maandiko yanasema katika Waefeso, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8, ya kwamba watawala wa dunia hawakujua. Kwa sababu wangelijua, hawangemsulubisha Yesu. Kwa hivyo hawangejua ya kwamba kwa kumsulubisha Yesu utapata uzima wa milele, hawangemsulubisha. Lakini tunafurahi ya kwamba alisulubiwa ili siku ya leo utakapomwamini uondolewe dhambi zako, ili siku ya leo utakapoweka tumaini kwake uweze kusimama. Kwa hivyo nataka kukupa nafasi nyingine ili upate kumpokea Yesu. Rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, ninaamini kwa roho yangu, ninakiri kwa ulimi wangu ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninapokea msamaha wa dhambi
ninapokea uzima wa milele katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa nafasi ambayo umetupa ya kueneza hii Injili. Biblia inasema ya kwamba siku yaja ya kwamba ghadhabu yako itamwagwa duniani, lakini walio katika Yesu watapata kuokoka. Kwa hivyo tumewaletea hii Injili Baba, ya kwamba unaokoa, ya kwamba unawapa amani, na wote ambao wamelisikia hili neno wacha likaendelea kutenda kazi ndani ya maisha yao. Tunasema ni asante kwa kutubariki na mvua. Tunasema ni asante kwa kutupa amani. Pokea sifa, pokea utukufu Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo kama umerudia hilo ombi, wewe umeokoka, wewe ni kiumbe kipya, wewe ni mwana wa Mungu, na jambo ambalo ni la muhimu sana ni ya kwamba ukaweze kufunzwa. Kwa hivyo nakualika kanisani ili uweze kufunzwa, uweze kujua ni nini Yesu alichokifanya zaidi ya kukupa uzima wa milele. Kwa hivyo nakukaribisha kanisani kwetu, Jubilee Christian Church Thika Road, under Pastor Morris and Pastor Pauline Gashero. We are located at Roasters, Exit 7. God bless you. Have a wonderful day. Amen.